Mama Jenifa anarudi kwenye biashara yake alomwacha mwanawe Jenifa na kusema kwamba mwanangu, nimezulula mji mzima lakini nimekosa shule ya kupeleka. Natamani nikupeleke kwenye shule nzuri, shule ya thamani, shule ambayo utakopata elimu nzuri ili ituokoe na umaskini wetu. Lakini mwanangu, shule hiyo nimekosa. Anaposema hivyo, Jenifa anasema kwamba mama, hivi ulienda shule jirani yetu hapo inaitwa Stanford. Stanford Academy ni shule ambayo inatoa scholarship kwa wanafunzi wengi sana. Mama, naomba nenda kwenye shule. Lakini mama anasema kwamba mwanangu, hiyo shule ina bei nzito kinomani kwenye masuala mazima ya ada. Mimi sitamani kuisikia wala kuijua. Siwezi kukupeleka shule namna hiyo. Lakini Jenifa anasema kwamba mama, kajaribu bahati yetu. Yawezekana tukakubaliwa na mimi nikaruhusiwa kwenda kusoma kwenye shule ya academic ya Stanford. Mama hakufanya ajizi, alienda mpaka kwenye academic ya Stanford. Baada ya kufika, anakutana na mwalimu. Mwalimu anamwambia kwamba kweli sisi waga tunatoa scholarship kila mwaka, lakini mmechelewa kwa sababu wiki hii wanafunzi wanaanza mitihani na mwanao hakujiandaa na hiyo mitihani. Lakini mama Jenifa anamtetea mwanawe Jenifa, anasema kwamba mwanangu Jenifa ni genius kinomani. Mimi nakuwa pia mwalimu, mwanangu hana muda kujiandaa, hana kipindi cha kujiandaa. Yaani mwanangu unamwita leo shule, leo hiyo anafanya ufidi na mwanangu anabutua kwenye ufidi. Mwalimu, naomba niamini mwanangu afanye fidi na kuapia mbele ya Mwenyezi Mungu mwanangu ufidi atafaulu mazima. So mwalimu anamkubalia, anasema basi sawa, kama atafaulu, sisi tunataka wanafunzi majinias kama hao ambao unawasifia. Mwanao kama na uwezo huo, basi mlete hapa aje kufanya fidi. Akifanya fidi atapita. Basi mama huyu anamshukuru Mwenyezi Mungu na haamini kama mwanawe amekubaliwa. So anamletea taarifa mwanawe kumwambia kwamba mwanangu, nimekubaliwa. Jiandae ukafanye fidi. Soma wezavyo, soma kwa bidii. Umebakisha siku chache tu ili ukafanye fidi. Jenifa anasoma kwa nguvu sana ili akienda kufanya fidi asifeli wala asizingue. Usiku amelala, mama anashangaa, wewe saizi umelala? Yaani utakao kufanya fidi siku chache zijazo, wewe unalala? Embu amka bwana. Mama hataki mwanawe alale hata kidogo. Hataki Jenifa alale hata kidogo. Anataka Jenifa nafasi ndogo, nafasi ya ufinyu aloipata akabutue na akafanye manuva mazima, akaonesha uwezo wa genius kwamba wenzake walijiandaa siku nyingi, lakini yeye muda mchache huu ambao alogewa akaonesha uwezo, akaonesha ujuzi. Anamwamsha mwanawe, anamwambia mwanangu, usilale, ukilala unalalia umaskini. Hebu nyanyuka, usome, upitie vitabu, upitie madaftari yako ili ukienda kupiga pepa ubutue mwanangu. Siku ya pepa hapa hii, siku ya fidi hapa hii. Na kwenye wanafunzi ambao wanafanya fidi, Jenifa pia yupo kwenye fidi. Jenifa anapambana kinomani, japokuwa aligewa muda mchache, ila anahakikisha kwa nafasi hii chache alogewa anapambana kadri wezavyo, anakaza msuli kadri anavyoweza ili afanikiwe. Mama anafanya maombi ili mradi simu ya Jenifa kukubaliwa kwenda Stanford Academic iite, na simu iwe ya heri, iwe ya Jenifa kukubaliwa kwenda kusoma bwana. Mama anafanya maombi vibaya mno. Mama anamuomba Mungu kadri wezavyo, mpaka Jenifa anasema mama, basi pumzika, maana siku ya pili leo mfululizo unafanya maombi. Mara simu imeita. Simu inapoita, mama anachukua simu, anapokea. Jibu lilikuwa ni moja tu, kwamba Jenifa amekubaliwa. Mama anashtuka kinomani, mwanangu umaskini bye bye, mwanangu umekubaliwa. Mama na furaha kinomani, haamini kama mwanawe anaenda kusoma kwenye shule ya academic, shule ambayo inasifika kwa wanafunzi kufaulu vizuri, shule ambayo ni ya kishua. Lakini mama amekubaliwa mwanawe kwenda kusoma pale bila malipo. Scholarship itatawala na mwanafunzi atalipiwa kila kitu na uongozi wa shule. Hapa mama Jenifa anampa usia mwanawe ya kumwambia kwamba huko shule unapoenda kuna makundi tofauti tofauti. Hakikisha haui na makundi mabaya, hakikisha haui wanafunzi wabaya kwenye shule yenu ambayo utakwenda kusoma. Hapa kuna mashoga watatu ambao hii ni kama kampani. Wanafunzi wakipita kwenye kampani hii wanaiheshimu na kuisalimia, lakini Jenifa anapita bila kusalimia. Wanamuita kumwambia wewe. Jenifa anasema mimi. Wanaambia wewe, yaani wewe inakuwaje unapita bila kusalimia hapa? Yaani sisi ndo wakuu wa shule, sisi ndo
babe kwenye shule, alafu unapita bila kusalimia. So mbona wanafunzi wanapita na kusalimia, lakini Jennifer yeye hakusalimia. Kiufupi Jennifer anasema mimi ni mgeni, sijui taratibu. Ades anamwambia hata kama mgeni, lakini sisi kila mtu anayekuja hapa kabla kuingia kwenye shule anatujua. Sasa adhabu yako, beba mabegi yetu upeleke shule. Jennifer anasema mbona nifanya hivyo, lakini Ades anamsukuma anamwambia kwamba ayo mabegi tunaomba tuyakute darasani. Madam anaingia kufundisha darasani. Anapoingia kufundisha darasani anauliza swali, na swali hilo anataka ajibiwe na wanafunzi, lakini Jennifer yeye ndio mwanafunzi wa kwanza kunyanyua mkono na kujibu hilo swali, mpaka madam anashangaa kusema kwamba huyu mda anafundisha topic yeye alikuwa yupo, lakini leo unapotaka ajibu darasa zima halijibu na mwacha yeye ajibu. Sawa Jennifer, hebu jibu swali. Jennifer anasimama na kujibu swali kwa usahihi na kwa makini kinomani, mpaka wanafunzi wenzake wanaamua kumpigia makofi kwa jinsi ambavyo alivyojibu swali kiumakini na kwa weledi wa hali ya juu, japokuwa alikuwa hayupo. Madam anashangaa na kusema bwana, ni noma, hii imekaa kibabe, wewe mwanafunzi unaonekana ni genius. Hapa Ades, mda mwalimu anafundisha, Ades ana habari. Madam anamfuata na kumuuliza kwamba mda mimi nafundisha, wewe unadharau wala hunisikilizi, hii adabu ya wapi? Lakini Ades anamwangalia kwa dharau. Madam anamwambia kama ndo hivyo basi toka nje, mimi siwezi kuwa na mwanafunzi jeuri darasani kwangu. Ades ananyanyuka na kuondoka nje. Anaponyanyuka na kuondoka nje, marafiki zake, kampani yake yote pia inanyanyuka na kuondoka nje, maana haina haja yao darasani kama mkuu wao ameondolewa. Ades ndo mtoto wa principal kwenye shule. Ades anaenda kwa principal na analia kwa uchungu sana, kumaanisha kwamba madam amemwonea, madam amemtoa darasani na amemfukuza. Principal anasema kwamba kama amefanya upuzi basi ipigwe simu mara moja, na naombeni kanitieni huyo madam aje hapa. Haiwezekani madam amfukuze mwanangu pasipo sababu ya msingi, pasipo sababu ambayo ya kufukuzwa. Basi bwana Ades anafunga safari na kwenda darasani. Ades anapoenda darasani anaenda kumwambia madam, unaitwa na principal, wewe unafanya jeuri, sasa mimi nitakuonesha ujeuri wako. Madam anabeba virago na kwenda kwa principal anapoitwa. Wanafunzi wanajua nini kitakachotokea, wanafunzi wanajua nini kitakachomkuta madam bwana. Sasa hapa Jennifer anashangaa, inakuwaje? Kwa nini madam anatoa adhabu lakini adhabu hiyo inapingwa? Shoga yake anamwambia kwamba hao ndo wakuu wa shule kwenye shule, kwa hiyo kaa kwa kutulia, achana nao. Hapa kina Ades wanakuja kwenye sehemu yao, lakini unamkuta kuna mwanafunzi amekaa kwenye benchi lao. Wewe mwanafunzi unakaa ili weje? Samani nilikuwa najisomea. Wewe usiondoke kizembezembe, embu piga magoti kwanza. Hivyo unachukuliaje sisi unachukulia kivipi sisi? Piga magoti hapo. So mwanafunzi huyu kinyonge sana, akiwa na unyonge wa hali ya juu, akiwa na uhoga wa hali ya juu, anapiga magoti, na hawa kina Ades wanakaa huko kwa wanamwangalia kwa adhabu ambayo walompa, kwa adhabu ambayo wanamtumikishia, kwa adhabu ambayo anaitumikia. Hapa Jennifer anashangaa na kutamani maisha ya kina Ades, ya kusema kwamba mimi kwenye maisha yangu napenda sana ubabe. So ule ubabe ambao wanaonesha pale mimi pia naupenda, lakini shoga yake anamwambia kwamba uo ubabe achana nao, usiupende. Muda anapoendelea kuongea, madam anapita na virago vyake. Hii ina maana kwamba madam tena shule ndo bye bye. Madam shule tena ameyama na anatakiwa aondoke kwenye shule. Wanapotoka kuna mshikaji anaitwa Obina anamfuata bwana Jennifer na kumwambia kwamba Jennifer, unajisikiaje siku ya kwanza kuja kwenye shule? Unajisikiaje kwenye masomo yako? Jennifer anasema kwamba mimi nasikia unyama sana. Basi Obina anasema kwamba naomba ni rafiki yako, lakini Jennifer anasema bado mapema sana, urafiki wa kijingajinga na wa kizembe, samahani staki, maana mama ameniambia nije kusoma na sio kutafuta marafiki wa ajabu ajabu kama wewe, mwenye shobo nyingi, mwenye shobo nzito. Samahani, naomba nipe muda kwanza nifikirie masuala mazima ya kuwa na marafiki hapa shuleni, naomba unikome. Obina anakuwa kinyonge kinomani, na hii inamuuma kwa yeye kukataliwa rafiki mbele ya mtoto mrembo kama huyu Jennifer. So mama hapa anafurahi na kumuuliza mwanawe, vipi uko shule, inakuwaje uko shule? Lakini Jennifer anasema uko shule ni unyama, elimu nzuri, sehemu nzuri kama ile ya shule inanivutia kinoma, na nakuahidi mama nitafanya vizuri kwenye matokeo yangu. Ades amekaa na kampani yake. Jennifer anakuja na kuomba kujoin pamoja nao. Wao wanashangaa, wewe unaomba kujoin na sisi? Jennifer anasema kwamba tena nimekuja na zawadi, nimeletea zawadi ambayo itawafanya nyinyi mfurahi mkiitumia. Huyu Ades anamwambia, zawadi gani hiyo ulokuja nayo? Hebu lete kwanza tuione. Lakini zawadi ile anaichukua Ades
na kuitupa na kuimwaga chini. Jenifa anabaki kinyonge sana. Wanafunzi wenzake wanamshangaa kuleta shobo, tena wanamwambia kwamba utukome na ukome kuja hapa kwenye meza, usiwe na shobo na sisi bwana. Obinna anamfuata na kumwambia kwamba usijisikie vibaya, kama wale wametupa zawadi yako, basi naomba na mimi pokea zawadi yangu hii ndogo, itakufaa. Lakini Jenifa anamwambia Obinna kwamba nimekuambia unikome, usinijue, tusijuane, naomba usinifuatilie. So marafiki walikuwa pembeni, marafiki wa Obinna wanamcheka kinomani. Hades amekaa na kampani yake. Jenifa akomi anakuja ili kuomba kampani na kuomba nafasi ya kujiunga na kundi hili, maana yeye pia anapenda umwamba fai bwana, anapenda umwamba. Hades mkuu wa kundi anamkubalia na kumwambia kwamba sisi tuna sheria zetu, kama utazifuatilia, kama utazifata, basi tunakukaribisha moja kwa moja kwenye kundi letu na kujiunga na kundi letu. Hades cha kwanza anasema kwamba kwanza piga magoti, muda tunakwambia sheria zetu anatakuwa uwe umepiga magoti. Kwa utii, Jenifa anapiga magoti na kumsikiliza Hades bwana mkuu wa ile kundi anachokisema. Hades anasema kwamba kama unataka kujiunga kwenye kundi letu, sisi ni wakishua na ushua ndio upo ndani yetu. Sisi hatujiungi na kundi maskini wala watoto wa kimaskini. Unachotakiwa cha kufanya ni kwamba hiyo sketi yako ndefu sana, itabidi uipunguze iwe sketi fupi. Sisi wote sketi zetu ni fupi. Kwa hiyo wewe pia inahitajika sketi yako iwe fupi. Pia Jenifa anaambiwa kwamba wanatakiwa utulishe mwezi mzima, uwe unatulisha. So Jenifa anaposikia hivyo anafurahi tu na kusema kwamba sawa, nitapambana na nitajitahidi kuwalisha nyinyi mwezi mzima. Jenifa furaha yake yeye amekubaliwa tu kujiunga na ile kundi pasipo kufikiria wala kujali nini kitakachoenda kutokea huko mbeleni. Ili kulilisha lile kundi inatakiwa pesa iwepo, na Jenifa yeye hana kwengine pa kutolea hela zaidi ya kwenye biashara ya mama yake. Mama yake anamwachia Jenifa biashara, Jenifa anaiba hela ili akalilishe kundi lile, kampani ya watu watatu shuleni na yeye anakuwa wanne. I say, yani mama yake anaenda kuomba scholarship, lakini Jenifa anaiba hela ili akawalishe wenzake wapuuzi na wajinga. Mama yake analalamika kwamba pesa zangu sizioni, zimeenda wapi? Jenifa anasema kwamba mimi kuhusiana na pesa mama sijui, hilo swala la pesa mimi silijui wala silifahamu. Mama anasema lakini mundani tunakaa sisi tu wawili, pesa zangu nina haki ya kuuliza wewe kuwa zimeenda wapi. Lakini Jenifa anakata kwamba yeye hakuiba pesa. Pia mama anamwambia kwamba hiyo sketi ulovaa ni fupi sana, inakuwaje mwanangu unavaa sketi kama hiyo, sketi fupi, sketi ambayo haina maadili? Lakini Jenifa anasema kwamba hii mama ndo sketi nzuri, hii ndo sketi ambayo inaofaa. Leo Jenifa amekuja kwa mashoga zake akiwa na sketi fupi bwana. Mashoga zake anamwambia yes cool, huu ndo unyama ambao sisi tunautaka. Sasa ili la kwanza la sketi fupi umeweza, kinachofuata ni cha kwenda kutulisha bwana. Shoga yetu, wewe ni shoga ambaye utajiunga na sisi na itakuwa unyama kinoma. Pia vifungo visiwe juu sana, vifungo vinatakiwa viwe chini na usivae ngendi ndani. Kifua kinatakiwa kionekane bwana. Sisi tunaona vifua vyetu vinaonekana na wewe pia kifua chako kinatakiwa kionekane. Jenifa na fly kinomani ameungana mazima na mashoga zake na ikampani watu watatu na yeye anakuwa wanne. Leo hii Jenifa amekaa kwenye meza kuu na yeye ndo bosi hapa. Marafiki zake karibu wanamshangaa, inakuwaje Jenifa amejiunga na wale? Shoga yake Tika anakuja kumuuliza, wewe inakuwaje unajiunga na marafiki? Hao marafiki bajeti yao ni kubwa sana, lakini wewe Jenifa, mimi nimeshako najua. Vipi upate pesa ya kula pamoja na hawa mashoga? Huyu Hades anamwangalia Jenifa na kumwambia kwamba mashoga wajinga, mashoga wapumbavu hatutaki uongee nao wala kuwajibu anapokuongelesha. Hapa Tika amekaa na mawazo. Dike anakuja na kumwambia kwamba vipi, mbona kinyonge sana, nikupe kampani basi. Tika anasema kwamba namuonea huruma shoga yangu Jenifa kwa sababu ameingia kwenye makundi ya kijinga, ameingia kwenye kundi la kijinga sana. Mimi simuoni rafiki yangu Jenifa akifika mbali, namuona akipotea mchana kweupe, tena akipotea mapema kabisa. Lakini DK anamwambia kwamba wewe jua maisha yako, shoga yako, kama utapata nafasi ya kumwambia freshi, lakini asipokusikia pia it is okay, achana naye. Leo Jenifa ameachwa ofisi bwana, lakini anapokagua pochi hakuti pesa, hakuti hela. Hii inamkwaza na kumuuma kwamba mama sasa hivi aachi tena hela kwenye pochi. Ilimkwaza kinomani. Sasa kama ile mbinu ya kuiba hela
sasa hivi imebuma. Basi leo Jenifer anakuja kwa mama yake na kusema kwamba mama, shuleni kuna project ambayo inahitaji pesa nyingi kinomani ili ikamilike. Jenifer anaulizwa ni shilingi ngapi, kiasi cha pesa ambacho anachokitaja. Mama yake anashtuka. Pia anasema kwamba mwanangu, kama pale kuna scholarship maana yake ni kwamba shule inadhamini kila kitu, na wewe kwenye mitihani ulifaulu vizuri. Pia shule iliniambia kwamba itakuhudumia, itakusomesha kwenye masuala yote. Inakuwaje leo masuala ya project ela nitoe mimi? Lakini Jenifer anasema kwamba hivyo mama yangu, wanatakiwa utoe pesa, kwa sababu mama yake anapenda Jenifer siku moja afike mbali kwenye masuala ya elimu. Basi yola mimi nitatoa. Jenifer anafurahi na kumpatia mama yake. Mama Jenifer anatamani mwanae Jenifer afike mbali ili siku moja aje kuuzika umaskini, lakini mama yake ni maskini, hana pesa namna hiyo, hana pesa kiivo. Leo hii Obinna anamfuata Jenifer na kumwambia kwamba vipi kuhusiana na ile ombi langu la mimi na wewe kuwa rafiki? Mbona umeacha rafiki na mimi, umeenda kuwa na rafiki na wale wauni? Jenifer anasema wale sio wauni, ile kampani yangu, wale wanangu, naomba usinishobokee, kaa mbali na mimi. So hapa Chika anakuja anamshauri Obinna na kumwambia kwamba achana naye, shoga yangu yule kashapotea. So kama amepotea basi mwache tu apotee, maana asisikia la mkuu huvunjika guu, asifunzwa na mama basi hufunzwa na ulimwengu. Acha ulimwengu umfunze Jenifer. Hapa Jenifer ni ratiba ya mwezi mzima kwamba pocket money itatoka kwake ya kualisha bwana lunch ya wenzake. Hii ni ngumu sana, hii ni nzito sana, lakini Jenifer anajikaza kadri awezavyo ili maintain status ya kuendana nao. Leo hii wanasema kwamba jioni, usiku, leo night tutakuwa tuna mtoko. Jenifer anashtuka na kushangaa akisema kwamba mimi naishi na mama yangu na masuala ya mitoko kwetu ni ngumu. Mashoga zake anasema kwamba kama unataka uzulia na usipotaka kujiunga kwenye kundi basi usizulie. Asubuhi na mapema mama yake Jenifer anaamka, anapoamka anamwangalia Jenifer haonekani. Hapa Jenifer anarudi akiwa na nguo fupi tu. Mama yake anauliza, mwanangu umetoka wapi? Jenifer anasema kwamba mimi mama yangu nilikuwa nipo nje, nimeenda kukojoa ndio nimerudi kukojoa. Lakini Jenifer usiku mzima alikuwa hayupo. Basi mama yake anasema kwamba mwanangu karibu, mwanangu njoo tufanye maombi, tumuombe Mungu ili akunufaishe na masomo yako, ili akuendeleze kwenye masomo yako yawe mazuri na yawe mema mwanangu huko shuleni uendapo. Hebu tizama, mama anamuombea mwanawe kadri awezavyo. Mama anafanya maombi, Jenifer anaficha nguo fupi aloenda nayo night. Shoga mama yake anakuja hapa anamwambia mama yake kwamba Jenifer jana nilimuona klabu usiku. Inakuwaje mwanao sasa hivi unaanza kumruhusu aende klabu? Lakini mama Jenifer anamkatalia kata. Mara Jenifer anakuja anauliza, mwanangu eti ulienda klabu? Jenifer anakataa na kusema kwamba mimi sijaenda klabu. Huyu shoga mama yake anamwambia kwamba mimi sio chizi, nilimuona mwanao akiwa klabu. Mama Jenifer anamwambia mwanangu, hebu nenda kwanza kapumzike, au majirani wanafiki. Pia mama anamtimua jirani yake na kumwambia kwamba ondoka mwanangu, mimi hana uhuni na sijamlelea wala hakuwa kwenye uhuni huo ambao wewe unaosema. Hapa Jenifer analalamika kwamba jana usiku tulipoenda kule klabu, yule mshikaji ambaye mlonipa ameniingilia kimwili pasipo mimi kupenda. Mashoga zake anamwambia, kwa nini usipende? Kivipi usipende? Yule ni mshikaji wetu, alitaka kuenjoy na wewe na ungemkatalia basi kwenye kundi letu ungetoka mazima. So sisi ndo sisi, wengine mafisi, karibu kwenye kundi letu ambalo tunanufaishana pia tunafaidishana. Umenufaisha mwanetu, umenufaisha mshikaji wetu, sio mbaya, itabidi uenjoy na usiwe na sura ya huzuni. Leo mama anahesabu hela, anahesabu msingi wake. Jenifer bado anakuja na kusema kwamba mama, leo tuna project nyingine ambayo walimu wametupa, hivyo kuna kiasi cha pesa kinachotakiwa shuleni. Mama Jenifer analalamika kinoma, anasema mwanangu utaniua kwa hizi project, mimi nitakufa. Inakuwaje project zinakuwa nyingi namna hii? Lakini Jenifer anasema kwamba mama, wanatakiwa ulipie project ili mimi nikafanye project. Ades anakuja kumwambia kwamba mlinzi, choo cha wanawake kule kimeharibika, hivyo kakirekebishe ili kiwe sawa. Mlinzi ananyanyuka na kwenda kurekebisha choo. Anapoenda kurekebisha choo, kumbe ilikuwa ni siku ya wao kutoroka vipindi, kuacha vipindi shuleni. Muda wa vipindi wanaondoka, lakini mama anakuja shule kuja kuhoji, kivipi, kwa nini kila siku project mpya zinazoendelea? Yeye ni maskini, kama kuna uwezekano wa kusolve issue za project basi anaomba hiyo scholarship ambayo mwanawe amepewa imfeve. Yeye kutoa pesa kila siku hawezi. Lakini principal anasema kwamba yeye hapa shule hakutoa project yote, hakuna project yote ambayo inaendelea. Principal anasema ngoja niulize kwenye uongozi, inakuwaje project kama hizi mwanafunzi ambaye alogewa scholarship pia anatoleshwa masuala mazima ya project?
anapopiga principal kuulizia, principal anasema kwamba hakuna project yoyote ambayo kwenye shule inayoendelea. Marafiki wa karibu na Jenifer wanaitwa na kuulizwa kwamba inakuwaje kwenye darasa lenu kila siku kuna project zinazoendelea za kimya kimya ambazo mimi sizijui na walimu wanasema hawazijui. Nyinyi kama wanafunzi mnathibitisha vipi swala zima la project shuleni? Lakini wanafunzi pia wanakataa. Wanasema kwamba tangu tuanze masomo hakuna project yoyote ambayo tulofanya. Principal anashangaa, mama pia anashangaa. Wanasema basi kamwiteni Jenifer aje kuthibitisha ili swala zima la project hapa shuleni. Lakini kwa bahati mbaya pia Jenifer muda anaitwa, kumbuka Jenifer alitoroka, hivyo Jenifer hayupo shule. Mama anagewa taarifa kwamba mwanao hahudhurii darasani, hahudhurii kwenye vipindi na masuala mazima project kwenye shule yetu, hakuna project yote. Mama analia kumsikitikia mwanae ya kwamba mwanae anafanya uhuni shuleni. Yeye anajua anasoma, anafanya uhuni. Mama analia kinomani. Principal anakuja kumtetea, anamtetea kadri awezavyo, lakini mama anabaki kuzimia tu kwa kulia kwa uchungu, maana hakuamini kwamba mwanawe angefanya upuzi wa namna ile. Jenifer anamwomba msamaha mama yake kwa upuzi na ujinga alofanya. Jenifer anaomba msamaha kwa yote alomwongopea mama yake na kumlagai. Mama anasema kwamba majirani waliniambia ya kwamba wewe unaonekana klabu, nilikuwa nakutetea. Jenifer mwanangu, uliniibia pesa nikakuuliza, ukaniambia kwamba hujaiba. Majirani walikuja, waliniambia kwamba wewe unaenda night club, nilikutetea. Kumbe mwanangu, hayo yote yalikuwa ya kweli. Hivi mwanangu, kweli ulikuwa unafanya upuzi huo? Jenifer kinyonge kwa unyonge, kwa aibu kubwa sana, anabaki akitizama chini, mama akiwa anabaki tu ananungunika. Lakini Jenifer anamuomba msamaha mama yake ya kumwambia kwamba yeye amekosa na ni mtoto ambaye anahitaji msamaha. Huku Jenifer yeye anamuomba msamaha mama yake, lakini Ades pia anamuomba msamaha baba yake. Ikumbukwe na julikane ya kwamba Ades baba yake ndo principal wa chuo. Embo tizama, Jenifer anaomba msamaha kwenye chumba kimoja yeye na mama yake, tena godoro liko chini, lakini Ades anaomba msamaha mbele ya baba yake, tena ni principal kabisa wa shule. Tizama ni upuzi namna gani Jenifer ambao anaufanya, ni mkumbo namna gani Jenifer ambao anaofuata. Huu mkumbo utamkumba vibaya Jenifer. Jenifer leo anakuja shule, na anapokuja shule Ades anasema kwamba we mtoto na nuksi, sisi wazazi wetu hawana tabia za kipuzi kama hizo, kuja shuleni kusema ama kutushtakia mbele ya uongozi wa shule. Tunakuomba ondoka, na hatukutaki kwenye kundi letu, hatukutaki tukuone wala tukusikie. Ondoka hapa. Jenifer aamini kwamba leo Ades anamkataa mchana kweupe kabisa. Mbaya zaidi, taarifa inaenea kwamba Jenifer amefukuzwa shule. Sasa Jenifer haelewi kwa nini shule amefukuzwa peke yake, wakati kwenye uhuni huu kwenye kundi hili walikuwa wapo wote watatu. Jenifer anakuja kuuliza wenzake, mbona shule nimefukuzwa peke yangu, nyinyi bado mpo? Basi naombeni kwa baba wenu ambao mnakuwa mnautumia, basi naombeni basi kautumieni kwa walimu ili mimi pia nirudishwe shule. Lakini Ades anamwambia kwamba usituzongezonge wala usitusogelee karibu na sisi, uwe mbali tusikuone wala usitujue mazima kabisa. Leo hii Jenifer amelala, hakumwambia mama yake kwamba yeye ameshafukuzwa shule. Mama yake anamwamsha kumwambia kwamba Jenifer mwanangu, saizi unatakiwa uende shule. Lakini Jenifer anasema kwamba mama, leo shule kuna mapumziko, hivyo sisi hatuendi shule. Shule ya kwetu leo wanafunzi wote hawaendi shule. Mama anasema kama ni mapumziko basi sawa. Mama hapo kwenye biashara yake, mara Obina anapita. Obina anapopita, mama anashtuka na kumwambia kwamba, "Hey, wewe Obina, mwanangu leo hii amesema kwamba shuleni kwenu kuna mapumziko. Mbona wewe unatoka shule? Ina maana unapenda sana elimu eh?" Obina anashtuka na kushangaa ya kusema kwamba, "Mama, unashangaa mimi kwenda shule? Kwani wewe hujui kichomkuta mwanao?" Mama anasema, "Kipi tena kichomkuta mwanangu?" Obina anasema kwamba, "Mwanao mbona amefukuzwa shule?" Mama haamini. Mama anashangaa, inakuwaje? Kivipi mpaka mwanangu amefukuzwa shule? Basi mama anafunga biashara yake haraka, anafunga biashara yake faster. Mama pasipo kuchelewa anaenda kwa principal kumwombea mwanawe msamaha. Lakini principal anasema kwamba mwanao alijiingiza kwenye makundi ya kiuni. Kama shule sisi kwenye uongozi wa shule haturuhusu makundi ya kiuni
kwenye shule yetu. Hivyo mwanao, kwa kuwa tulimpa scholarship tumecancel na tumemfukuza shule mazima, tunaomba aondoke. So Jennifer anaomba msamaha, lakini mama yake anamwambia, mwanangu, umepoteza bahati kama hii, shenzi kabisa mwanangu, wewe umefanya upuuzi. Principal, naomba msamaha, mwanangu asome. Lakini principal anasema kwamba nafasi tunatoa mara moja tu na nafasi hiyo haijirudi tena. Kama mwanao amechezea nafasi, basi akatafute nafasi sehemu nyingine. So Jennifer amefuata mkumbo, amewafuata wauni wenzake, wamesamehewa, lakini yeye amefukuzwa shule na principal. Mama Jennifer anampa lawama mwanawe Jennifer. Kwa wanafunzi mnaosoma shule, kama utaangalia recap hii, nadhani kuna kipo cha kujifunza hapa. Asante sana, naomba tukutane kwenye mizigo mingine.